Karibu tena kwenye mazungumzo ya Footprints, ambapo tunachunguza na kutumia kanuni za uongozi za kibibilia katika mahali pa kazi kama waumini ambao nyadhifa zao kazini na biashara zao ni kama nafasi ya huduma. Je, unawekwa kando, kupuuzwa na kutothaminiwa mahali pako pa kazi kwa sababu tu wewe ni mwanamke au mmoja wa wale walio kwenye vikundi vya wachache? Amri Jeshi Mkuu Deborah yuko hapa kukuambia nini unaweza kufanya ili kuwa wa maana sana. Hata wale wanaoitwa wanaume wenye nguvu watakusihi uwe kwenye timu yao. Tumkaribishe tena kwenye mazungumzo ya Footprints. Natumai hadhira yako, hasa wanawake na walio kwenye vikundi vya wachache, walipata maarifa niliyowapa katika sehemu ya 3 kuwa muhimu. Vizuizi hivyo visivyoonekana vilitengenezwa na mwanadamu na si Mungu. Niko hapa kukuambia tena, unaweza kuwa mwanamke mwenye ushawishi na mwenye kuleta mabadiliko. Inawezekana. Bwana alifanya hivyo nami. Hii inatia uhakika sana. Tungependa kuchunguza uongozi wako wa kijeshi. Hukuwa hakimu tu, bali pia amri jeshi mkuu. Watu wengine wanafikiri uongozi wa kijeshi ni wa wanaume tu. Je, ungesema nini? Ujuzi hauna jinsia. Mkakati hauna jinsia. Ujasiri hauna jinsia. Mungu anapomwita mwanamke kuongoza, humpa ujuzi unaohitajika. Hivyo ndivyo Bwana alivyofanya nami. Usisahau pia nilikuwa nabii wa kike ambaye alikuwa akisikiza kutoka kwa Bwana. Kama ulivyoweza kuona kutoka katika kitabu cha Waamuzi 4 mstari wa 6 na 7, Bwana alinitia nguvu kwa mipango ya kimkakati ya kijeshi ili kumuongoza Jenerali Barak wakati na mahali pa kuhusika. Pili, ujuzi wa uhamasishaji wa timu ili kumsaidia Jenerali Baraka kukusanya wanaume 10,000 wa Naftali na Zabuloni kwa ajili ya vita. Tatu, uwezo wa kutathmini hatari ya kimkakati ili kumsaidia Barak kuelewa nguvu za adui. Kwa bahati mbaya, nguvu za adui zilimtisha hadi kufa. Maskini Jenerali Barak, mtu hodari zaidi katika Israeli, na mkia wake kati ya miguu yake. Kwa hiyo ndiyo sababu yake ya kukuomba ujiunge na timu yake. Ndiyo, aliogopa kukabiliana na jeshi la Sisera lenye magari mengi ya vita na askari. Alikuwa na wanaume 10,000 tu wasio na mafunzo ya kijeshi. Kwa hiyo, aliomba, ukienda nami nitakwenda, lakini usipokwenda nami sitakwenda. Nilimhakikishia nitakwenda naye, lakini sifa ya ushindi itatolewa kwa mwanamke. Hii inavutia. Akiwa jenerali wa jeshi, Barak alipaswa kuwa mtu hodari zaidi katika Israeli. Kwa hiyo, ikiwa mtu mwenye nguvu zaidi katika Israeli aliogopa na kukusihi wewe ambaye unapaswa kuwa chombo dhaifu zaidi, kwenda naye vitani, basi ni nani chombo dhaifu zaidi? Je, huyo si mtu mwenye nguvu zaidi? Ni kejeli, sio? Pia inachekesha. Watu mara nyingi huzungumza juu ya nguvu kama nguvu ya misuli. Kwa mwanamke, unaweza usiwe na nguvu hizo za misuli kama mwanaume. Lakini ujue kwamba ujuzi una nguvu zaidi kuliko nguvu za misuli. Mkakati ni wa kuogopwa kuliko nguvu za kinyama. Kwa ustadi, mkakati, ujasiri na upatanisho na Bwana, niliona zaidi ya wakati huo. Nilitulia wakati wanaume walikuwa katika hofu na kuwa kiongozi wa lazima katika shida. Usiogope nguvu ya misuli. Una nguvu na ujuzi na mkakati unaongozwa na Roho. Naipenda hiyo. Usiogope nguvu ya misuli. Unaweza kuwa chombo dhaifu, lakini una nguvu zaidi kwa ujuzi na mkakati unaongozwa na Roho. Makofi kwa amri jeshi mkuu. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo.
Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.